Hivi wajua kwamba kabla shirika la afya duniani WHO halijatoa miongozo ya ulaji wa chakula kwa ajili ya kutengeneza afya ya mwili, karne ya 7 Mtume Muhammad alikwisha kutoa mwongozo huo wa namna ya kula chakula kwa ajili ya kuitengeneza afya. Anasema ma malaa adami ashar min batnihi, hajapatapo mwanadamu kujaza chombo kibaya zaidi kuliko anavyolijaza tumbo lako. Bihasabi luqaimat, yamtosha mwanadamu matonge machache ya chakula. Yuqimna sulbahu, yatakayomwezesha kunyoosha vema mgongo wake, yani asikose nguvu kabisa kuyaendea majukumu mengine. Inkana la budda, ikiwa hapana budi lazima ale zaidi ya matonge machache, fathuluthu li ta'amihi, basi aligawe tumbo lake katika theluthi 3. Theluthi moja ni kwa ajili ya chakula chake, wa thuluthu li sharabi, na theluthi nyingine ni kwa ajili ya kinywaji kama ni maji au juisi au maziwa. Wa thuluthu li nafasihi, na theluthi nyingine ya mwisho kwa ajili ya hewa. Sasa tunakula chakula chaweza kuwa ni dawa ikiwa kitaliwa kwa kufuata utaratibu mzuri, na chakula chaweza kuwa ni sumu. Sikiliza hapa, ambao haya yamesababishwa na ulaji mbovu wa vyakula. Kwa sasa pale tunapokuja kwenye ulaji mbovu wa vyakula, tunaanza kuangalia kwamba mtu anapataje ugonjwa pale ambapo anakula chakula ambavyo si bora. Mfano, tuanze kudadavulia labda ugonjwa wa bawasiri kama unashausikia, au kisukari. Tukianza kudadavua labda kisukari. Kisukari, mtu anapataje kisukari? Asilimia kubwa ya watu wengi wanakula kile chakula, wanahisi kwamba mimi nakula chakula ili nishibe. Lakini kuna mwingine anaweza kawa anatumia chakula ndani ya mwili wake akawa anatengeneza maradhi. Mfano, kisukari, mtu anapotumia labda sembe, Watanzania wengi wanapenda sana kukoboa. Shanielewa. Watanzania wengi wanapenda sana kukoboa. Mtu anapenda sana kukoboa mahindi, anaona kwamba anakula mahindi, anakula unga ambao ni mweupe, mzuri. Kumbe anajiharibu. Kwa nini? Mtu yoyote anayetumia sembe, anaukopesha mwili. Kuna siku atalipa deni. Nikimaanisha kwa nini? Sembe kama sembe inapoingia ndani ya mwili, inaenda haiwi kama mtu ambaye anatumia dona. Mtu anayetumia dona, ina maana ule muhindi tayari una sehemu ngapi? Una sehemu 3. Sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni ganda, sehemu ya pili ni kiini, na sehemu ya 3 ni ule wanga. Lakini mtu anayetumia sembe tayari ameshatoa kiini, ametoa na gamba. Kwa hiyo anakula tu wanga kama wanga. Ule wanga kama wanga unapoingia kwenye mwili, unaenda hauendi kama unavyotumia mtu ambaye akatumia dona. Mtu anayetumia dona, chakula kikiingia pale, lile ganda lina kazi yake, kiini kina kazi yake, lakini pia ule wanga pia una kazi yake kama ametumia dona. Lakini kama ametumia sembe, ule wanga hauna kazi, kwa sababu hauna kiini wala hauna ganda. Ganda kazi yake ni kuondoa magaga, uchafu ambao tayari umeshajikusanya sehemu moja kwenye mwili. Lakini kiini kazi yake ni kulisha ubongo chakula. Ule wanga kazi yake ni kukupa nguvu endapo utakuwa una kiini. Lakini kama ule wanga utautumia hauna kiini, ina maana kwamba tayari unajitengenezea magonjwa. Sembe kawaida ikiingia kwenye mwili ina uwezo wa kukaa hata miezi na istoke. Hiyo ni sembe. Kwa nini inakaa kwa muda mrefu? Kwa sababu unapokula ule wanga ukiingia ndani ya mwili, kumbuka hauna ganda wala hauna kiini. Hivyo basi hauwezi kumeng'enya. Mmeng'enyo wa chakula unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo mtu anaweza kupata yani anaweza kupata constipation, kutokupata choo. Kwa nini? Kwa sababu chakula kinakuwa hakijameng'enywa vizuri. Kama hajapata choo, ina maana ana uwezo wa kupata gesi. Na kama akipata gesi, ina maana kwamba gesi ikizidi mwilini na uwezo wa kupata kisukari, anaweza kupata vidonda vya tumbo. Sawa. Okay. Lakini hapo ndani ya hiyo sembe ambayo mtu ameitumia ndani ya mwili, ikishafika kwa muda, ule wanga ukizidi mwilini, unatengeneza glucose, ambayo glucose inatengeneza kitu kinaitwa sucrose. Sucrose inatengeneza kitu kinaitwa fructose, ambayo sasa ikishakuwa fructose na maana tayari ni sukari. Okay. Ushanielewa vizuri? Sasa endapo ishakuwa kisukari, na maana hata yule mgonjwa anaweza kupata nini? Anaweza kupata kisukari. Lakini sembe hiyo ambayo iko ndani ya mwili, pamoja na kwamba imetengeneza mazingira ya gesi,
ikamtengenezea vidonda vya tumbo, lakini mtu huyo huyo ana uwezo kupata bawasiri kwa sababu hapati choo, anapata choo kigumu cha mfumo kama wa maviambuzi. Kwa hiyo akishapata ile style, ina maana ana uwezo wa kupata bawasiri kwa sababu anapata vitu ambavyo havina mafuta kwenye mwili wake. Sasa hapo ndo tunarudi kwenye swali letu la kwamba mtu unaweza vipi kula chakula kikawa sumu na unaweza vipi kula chakula kikawa dawa. Sasa pale mtu anayekula sembe anatengeneza sumu, lakini mtu anayekula dona anatengeneza nini? Okay. Anatengeneza dawa kwenye mwili wake. Ina maana hawezi kupata maradhi kwa sababu kile chakula huwa kinameng'enywa na kinaisha. Kila kimoja kinaenda kwenye kazi yake. Lakini tukija kwenye swala la ile sembe kama sembe, huwa inaendelea kukaa store, inaendelea kukuharibu. Chaguo ni lako. Ima ule chakula kiwe ni dawa kwako au ule chakula kiwe ni sumu kwako. Kwa elimu zaidi na ushauri nipigie simu nambari 0624 82 79 26 au WhatsApp 0787 84 79 26 au nifate katika mitandao ya kijamii Facebook Afya Yako Mtaji Wako, YouTube Mtungwe Afya. Ni follow, usubscribe, ucomment na ushare kwa ajili ya kuwafikishia watu wengi zaidi video hii.